kipengele chetu cha mwisho. Haya masharti manne tuliyotaja yanahusu majina yote matano. Wa kharaja bistirati an takuna idafatuha li ghairi ya mutakallim, itatoka kwa sharti hii ambayo imeweka kuwa yawe majina haya idafa yake kule kutegemezwa kwake iwe ni kwa isiyokuwa yawe mutakallim. Itatoka kitu gani? Ma lau udhifat, yale majina yatakayotegemezwa ila hadhihi ya kwenye yao hii, fa innaha hinaidhi, kama jina hayo wakati huo ikiwa yametegemezwa kwenye yao mutakallim, tu'rabu biharakati muqaddaratin, tataribiwa kwa haraka ya kadiria ala ma qabla ya mutakallim, mana min dhuhuriha ishtighal almahalli biharakati munasaba. Kwa hiyo tabidi ufanye kama tulivyofanya kwenye kitabi Mufidun akhi maridun, katika irabu hizo kama imekuja abi na mwenzake akhi na hami na yale ambayo nafami na mfano haya. Takulu tasema hadara abi wa akhi, amehudhuria baba yangu na ndugu yangu. Kwa abi itakuwa pale lipo ni fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu al-muqaddaratu ala ma qabla ya'i al-mutakallim, mana min dhuhuriha ishtighal al-mahalli bi harakati al-munasaba. abi mudaf wa ya'u al-mutakallim ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه إعراب المحل. وآخر تكون عطف يا أبي. وتقول احترمت أبي وأخي أكبر. احترمت أبي وأخي أكبر, nimeheshimu baba yangu na ndugu yangu mkubwa. Akbar ni sifa ya akhi, na wote hapa kwa sehemu ya nasbi utakadiria fatha al-muqaddara. وتقول أنا لا أتكلم في حضرة أبي وأخي الأكبر, mimi sizungumzi mbele ya baba yangu na ndugu yangu mkubwa. Kwa hiyo sehemu ya hadarat ni pale ilipo ni majruri fi wa huwa mudaf, abi kwa ni mudaf ilayhi majrurun, wa alamat jarrihi al-kasratu al-muqaddaratu ala ma qabla ya al-mutakallim, منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. أخي الأكبر مكفية أبي. وقال الله تعالى إن هذا أخي, إن هذا أخي في إنيرب كذا وكذا. وكسما شذور الذهب في معرفة كلام العرب, wameelezea irabu yake na irabu kama mbili au tatu. Lakini hapa miongoni mwazo ni akhi, ni khabaru ya inna ambayo hapa ni marfu. Ana Yusuf wa hadha akhi, akhi pia iko sehemu ya rafi. Faalquhu ala wajhi abi, hapa iko sehemu ya jarri. Utajulisha kwa kasra المقدرة اسم ذلك كريم سبب أن وجهه مضاف أبي ومضاف إليه كذلك. وأما الشروط التي أما شرط ambazo تختص ببعضها دون بعض, kwa hizi zinahusu baadhi ya majina katika ile matano. Zile nne: an takuna mufradatan, an takuna mukabbaratan, an takuna mudafatan, an takuna idafatuha li ghairi al-mutakallim, yanayohusu majina yote matano. Ama hizi sharti za ziada utaongezea kwa baadhi ya majina katika ile matano. Wengine inaweza kupata sharti 5 ikawa ina 5, lakini nyingine 4 kulingana na jina gani ambalo limepewa masharti hayo. Kwa hiyo tufungue masikio yetu. Wa amma shurutu lati tahtasu li ba'dha duna ba'd, ama sharti ambazo zinahusiana na baadhi ya majina pasi na mengine wala hizi sharti haziyahusu. Faminha anna kalimata fuka,
miongoni mwazo kama neno fuka la tu'rabu hadha al-i'rabu, hali tiwi i'rabu hii neno hili illa bi shartin, kwa sharti. Sharti hiyo ni ipi? Antakhalua min al-mim, ina hili liepukane na mim. Yani ikiwa wasiwe na mim, famuka famaka, ikiwa kuna mim tayari inahamisha jeshi lako nenda kambi nyingine tena. Huwezi kufaisha kwa wao niaba ta nidhamu, tabidi tumie harakati kwa haya, jeshi inahama kwa kambi hii kwenda kambi nyingine. Muda kuwa kuna nini? Kuna mim. Kisha kwenye ruhusu neno fuka. Antakhalua min al-mim falaw ittasalat biha al-mim, ina hii kutana na mim, kalima hii na mim u'ribat bil harakati dhahira, ribiwa kwa haraka za wazi. Yaqulu hadha famun hasan, hadha famun hasan. Famun mim ipo tayari, itabidi tumie haraka. Sio kutafuta wao iko wapi hapa, wao hapa haipo, wala hakuna makosa yaliyofanyika, isipokuwa ni kule kuwepo kwa mim, ni lazima utumie harakati adh-dhahira. Watakulu ra'aytu faman hasanan, pia kuna mim. Watakulu nadhartu ila famin hasanin, nitazama mdomo uliokuwa mzuri. Kwa famin hasanin kuna mim. Wa hadha shartun zaidun fi hadhihi kalima, na sharti hii ni ya ziada katika neno fuka, bikhususiha ala shuruti al-arba'ati allati, yani ni hasa kwa neno fuka kwa kuongezea ala shuruti al-arba'a, kwa kuongezea zile sharti 4 allati sabaqa dhikruha, ambazo zimetangulia kutajwa, maana yake itakuwa ni sharti 5. Wa minha, miongoni mwazo au miongoni mwa majina ambayo yana sharti ya ziada kinyume na wengine, anna kalimata dhu la tu'rabu hadha al-i'raba, kalima dhu haipewi i'rabu hii illa bi shartaini, sio kwa sharti mbili. Lakini i'rabu ya kurufaishwa kwa wao ni abata na ni dhamma, haitofanya hivyo. Hakusema anna kalimata dhi ala baadaye useme marfubi, inabidi utapata shida. Kwa shekhi yeye anaangalia mbali, kama anarufaisha kwa wao, hata kama kuna sehemu itakuwa ni mudhafu ilayhi, labakia vile vile kwa njia ya hikaya, imetoka na wao yake, itaendelea na nini na wao yake katika maisha yake, muda kuwa si katika jumla ya sentence, utabadilisha kulingana na nini na jumla inahitaji kitu, yani hii ndio inahitaji kitu gani. Lakini kama ni neno kama neno, analitaja kama lilivyo kule mwanzo na wao yake. Anna kalimata dhu la tu'rabu hadha al-i'raba, hali pewi i'rabu hii. Kuna sehemu kule juu kuna shakli aliposema anna kalimata fuka la tu'rabu hadha al-i'rabu, na hapa la tu'rabu hadha al-i'raba. Kwa pale juu kuna upande wa typing error, kwa ibakie na fatha kwenye fu. Anna kalimata dhu la tu'rabu hadha al-i'raba illa bi shartaini, sio kwa sharti mbili. Ash-shartu al-awwalu an takuna bi ma'na sahib, neno dhu ili ipate i'rabu ya asmaul khamsa hiyo kwa maana ya sahib, mwenye. Maana yake ni kwamba kwa sharti hii inaonyesha hali ilivyo, kuwa kumbe dhu inaweza kuwa na maana nyingine, ndio maana ikaweka nini sharti hii, kama ilivyokuja kwenye alfia kusema in su'batan abana. Hii dhu hiyo inaonyesha nini? Inabainisha sahib. Kwa kama haionyeshi sahib, huwezi kuribu kwa irabu ya nini asmaul khamsa. Na maana yake kwamba hii huwa inakuja kwa maana ya alladhi kama ismu mausul. Jaa dhu allamani, jaa dhu allamani ay jaa alladhi allamani. Kwa inatakiwa hapo sio kwa maana mwenye alinifundisha mimi kitu hicho haki, kwa maana ya alladhi hapa. Kwa ili ipe irabu ya asmaul khamsa lazima iwe kwa maana ya sahib. Hii ni sharti lazima tuizingatie.
Wasani an yakuna alladhi tudafu ilayhi ismu jinsi au isma jinsi, an yakuna alladhi tudafu ilayhi isma jinsi, iwe jina ambalo lategemezwa kwa dhu iwe ni ismu jinsi. Ismu jinsi ni jina ambalo linaonyesha shahitaji jina lile chini yake kunaingia vitu vingi. Neno rajulun ni ismu jinsi, chini yake anaingia mrefu, fupi, mwembamba, wote ni asmaul ajnas. Kama ni ilmun, dhu ilmi, chini yake inaingia kila aina nini ya elimu. Kwa hiyo neno ilmu ni ismu jinsi. Maana nini? Tegemezi kwenye majina ya kawaida. Jaa dhu Muhammad, jaa dhu Ali, jaa dhu Shemgoma, na haluma jara isije hivi. Ama jaa dhu sayarati, sayara ni ismu jinsi, ingia basi madogo makubwa, pikipiki pia baskeli inaingia. Jaa dhu hatifin, hatif ni ismu jinsi, ingia kila aina ya simu kwenye ismu jinsi. Ismu jinsi maana yake ni ambalo chini yake kama vile mamvuli, chini yake inaingia vitu vingi, kama ni elimu ya nahwu, sarfu, elimu ya uchawi pia inaingia nyinginezo. Elimu al-ilm. Hiyo ndio maana ya ismu jinsi. Kwa sharti hii lazima tuizingatie wakati wa kutegemeza jina letu hili. Maana yake nini? Ukikuta mfano dhu umekuja mbele yake dharaba au jalasa, jua kwamba hii si kwa maana ya sahihi. Itakusaidia pia hivyo. Kwa sawa? Kwa hiyo hizo ni ismu jinsi. Kama ni la'ib pia ni ismu jinsi. Tena inaingia nini? Aina ya michezo mingi. Kama ni shujaa pia aina ya ushujaa unaingia. Kwa hiyo ni ismu jinsi. Hiyo katika sura namna hiyo. Tumalizia tena iwe ni dhahiran ghaira wasfi. Isma jinsi tena dhahiran, ambapo ni dhahiri iko wazi, ghaira wasfi ni sio wasfi. Sio jaa dhu dharibin, jaa dhu alimin, asije hivyo. Sio ni wasfu, ima ismu maf'ul, ismu fa'il, si katika sura namna hiyo, bali ije ismu jinsi ambayo itakuwa kama ni dhamir na kama ni masdar ambayo itakuwa inaonyesha kuingia vitu vingi. Fa lam yakun bi maana sahib, neno dhu ikiwa sio kwa maana ya sahib, bi an kanat mawsulatan, kwa kuwa ni mawsula, fa hiya mabniya, itakuwa ni mabniya, sio mu'rab tena. Utatia irabu, utajengea ala sukuni kama vile alladhi unavyojengia ala sukuni. Ya dhu wa allamani, ra'aytu dhu allamani, maratu bi dhu allamani, inakuwa ni dhu kama vile alladhi. Kwa mithaluha, na mfano wa dhu ambayo ina maana ya sahib ghaira mawsula, isiyokuwa mawsula, qawlu Abi Tayyib al-Mutanabbi, dhul aqli yashqa fi an-na'im bi'aqlihi wa akhu al-jahalati fi ash-shaqawati yan'amu. Dhul aqli, neno al-aqli ni ismu jinsi. Dhul aqli, mwenye akili, yashqa fi an-na'im bi'aqlihi, kwa hiyo anapotea. Shaqiya yashqa, na maana nyingi kuna shaqiya kwa maana kupotea, kwa maana kuwa kaacha njia mwelekeo, na yashqa pia kwa maana ya kuchoka. Kwa hiyo dhul aqli yashqa fi an-na'im bi'aqlihi, kwa maana dhul aqli. Wa akhul jahalati fi ash-shaqawati yan'amu, kwa hiyo neno dhu kwa maana ya sahib, na masharti hapa yamekamilika kwa kuwa imetekelezwa kwenye ismu jinsi na pia ina maana ya sahib. Wa hadhani sharutani, na sharti mbili hizi zaidani ni za ziada, fi hadhi kalima, katika neno hili ambalo ni dhu, bi khususiha, hii ni khaswa. Kwa nini? Kwa neno hili hizi sharti mbili, ala shuruti al-arba'ati allati, ongezea na sharti 4 ambazo sabaka dhikiruha, ambazo zimetangulia kutajwa. Kwa hiyo itakuwa na sharti 6. Antakuna mukabbaratan mudafatan ila ghairi ya mutakallim,
mudafatan, alafu ongezea na hizi mbili itakuwa ni sita, na fu ina moja itakuwa ni 5, na iliyobakia yote shati zake itakuwa ni 4. Muda wetu umesogea sana, karibu saa 3:20. Labda kama kuna kipengele kimoja tu. Anakusudia majina mawili, yani hata haya majina ahu na abu simeletwa jamu mudhakkar salim, lakini kiasi cha kinahau haikutakiwa yawe katika sura namna hiyo, manake abakie jamu taksir na muthanna na mufrad pekee yake. Lakini sio haya yote kwamba dhu na mwenzake fu mwenzake nani hamu. Hapa anakusudia haya mawili pia kuja katika sura ya namna hii ni ala ghairi alqiyas. Qiyas istakiwa yasiyo katika jamu hii ya jamu mudhakkar salim, yawe baki katika sura ile ya imma jamu taksir au muthanna au mufrad kama kawaida. Ndio anakusudia kwa haya mangapi? Mawili. Kwa maana tukasema haya kwenye irabu ni mulhaqun bi jam'i mudhakkar salim, kwa kuwa qiyasan hayakutakiwa kutengeneza jamu ya design hii katika majina haya. Anamaanisha kuwa hili jina dhu si katika masharti yake ili iwe irabu ya asmaul khamsa, hiyo kwa maana ya mwenye sahib. Sasa ishakuwa sio kwa maana ya sahib, itakuwa tayari ni ismu al-mawsula kama vile alladhi, na kama ni ismu mawsul, ismu mawsul huwa ni mabni, kwa pia hiyo itafanya nini? Itafanya mabni. Kwa kwenye irabu yake kama ni jaa dhu allamani, ingia ala sukuni fi mahalli rafi'in. Ra'aytu dhu darabani, kwa maana alladhi mabni ala sukuni fi mahalli nasbin. Sema jarri maraitu bidhu shatamani, kwa hiyo ala sukuni fi mahalli katika hali moja na nafsi hatabadilika, sababu si mu'rab tena ni mabni, kama vile ilikuwa alladhi sifaje au katika mabniyatu ambazo gani katika hali moja. Ndivyo anakusudia na sababu wakati si mabni ni mu'rab, labadilika kulingana na ukumanzo kwa hitaji kitu gani. Hiyo ndio anakusudia sihra. Na مقدم على ما قبل حتى قبل أيام من قبل نعم اشتغال المحل tumesema ikiwa kuna neno ahi au mfano wa ahi kama ghulam, tuseme jaa, atajua ni fi'li baina fa'il. Ghulami hapa ipo ni nani? Ni fa'il marfu', ndio, na fa'il ni marfu' wa dhamma, lakini kwa kule kuja yao mutakallim lazima ukadirie nini? Dhamma, sio dhahira. Sasa katika maelezo yako wa alamatu rafi'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu ala ma qabla, ambayo katika hizi gani? Kwenye ghulami takadiria dhamma katika herufi ya kabla yao ni ipi?
neno gulam ni ndio takadiria dhamma yetu hapa. Sababu nini? Maana min dhuhuriha istighalu al-mahalli, mahala ambapo pana tatakiwa kwa hiyo dhamma ambayo ni alama nini ya rafi'i, pameshughulishwa na haraka ambayo ina munasaba na ya, ambapo hii kasra ni zake nini ya. Lau isingekuwa hii ya unaweka nini dhamma, jaa ghulamun, lakini kwa kuwa kuna ya ambayo ya mwenzake nini ni kasra, inabidi tuweke kasra hapa kwa ajili ya hii ya. Taitoa ya tarufaisha kama kawaida. Tukasema kuwa lugha ya jaa ghulamui si lugha sahihi. Kwa naamua nirufaishe kwa dhamma tu dhahira na yao endelee kubakia hivyo, si sahihi. Ndio maana takiwa faje ukadirie dhamma, kwa kuwa sehemu ambayo itakiwa ikae dhamma pana haraka ya kasra ambayo ina munasaba na ya. Sawa. Ndio maana min dhuhuriha istighal al-mahall bi harakatin, mahala pa dhamma ameshawishwa na haraka, hii haraka ya kasra hii mwenzake ni ya. Ndio maana tutazungumza kadirie haraka za irabu ngapi? Tatu: fatha, dhamma na kasra. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Taarifa ni kwamba ratiba leo kama kawaida shekhe nataka ingia tena na udhuru bado, itaendelea ratiba mpaka Jumatano, ataingia Alhamis na Ijumaa insha Allah tabaraka taala. Leo bado kesho na kesho bado tu pamoja. Alhamis na Ijumaa au akipenda kama udhuru utakuwa umeanzuka, kama vile kisha semina ni baada ya kumaliza Ijumaa tutapata maelezo kutoka kwenu. Jamani, kuna vitu havijaisha, tuongeze au mmechoka ni nini? Lakini wasomeshaji hawajachoka. Tutaangalia huko mbele inshallah. Tubakisha nini? Je, tutamaliza ndani ya hiyo kesho na kesho kutwa? Hapana, tuongezeni kidogo siku kadhaa. Nyinyi wasomaji mkitoa go ahead, si tupo hapo. Barakallahu fikum.